Crazy Rocket, now available on PMBet. Safi. Uko fresh kabisa? Kama kawaida. Mechi imemalizika, Songea United dhidi ya Young Africans. Yanga wakiwa wenyeji imeweza kufungwa magoli 2-0. Wa Yanga wametinga hatua ya robo finali ya kombe la CRDB Confederation Cup. Kwanza mchezo ulikuwaje kwenu nyinyi Songea? Mchezo ulikuwa mgumu. Ulikuwa mgumu, namshukuru Mungu tumeanza salama, tumemaliza salama. Ila mchezo ulikuwa mgumu sana. Wakati mnaingia uwanjani, mlitegemea kama mnaweza mkafungwa goli 2 au mlitegemea kuna goli nyingi zaidi mtafungwa au mlitarajia kufungwa goli chache zaidi ya hizi mbili? Hatujaja kucheza kwa ajili ya kufungwa. Hilo la kwanza. Tulikuja kupambana kama wanaume na tuliingia na mbinu zetu pia. Kuna mbinu zetu ambazo tulipewa na mwalimu wetu, kwa hiyo na sisi pia tuliingia na nia ya kushinda, ila ndio hivyo tumefungwa. Wakati mmepangwa, mnajua mnaenda kukutana na Young Africans siku moja kabla ya mechi, kocha Mingange aliwaambia nini? Kwa sababu yeye ni mzoefu wa ligi kuu, tayari alishacheza na Young Africans na alishawahi kuwafunga. Aliwaambia nini nyinyi kama wachezaji wake ambao mnaonekana bado vijana wadogo, wengine ndio kwanza mara ya kwanza mnaenda kukutana na Young Africans? Alituambia kwamba tunaenda kucheza na timu bora kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, kwa hiyo hakuna kikubwa zaidi ya kuheshimu, kwa sababu Yanga ni bora kila idara. Kwa hiyo tuliingia kwa kuheshimu. Kapteni, asiyekujua wewe ulikuwa umelivaa jezi namba 19 uwanjani. Na eneo ulikuwa unacheza wewe ni la kiungo. Ugumu ulikuwa wapi kwako wewe? Mchezaji gani alikuwa anakupa ugumu wa Young Africans? Yanga ana wachezaji bora, na ugumu niliupata kwa wote, kwa sababu ambaye nilikuwa nacheza naye ni Duke Abuya, na ni mchezaji ambaye ana kiwango bora kwa sasa hivi kwenye timu ya Yanga Afrika. Kwa hiyo ana uzoefu, ana vitu vingi, naweza nikasema ni bora zaidi. Kwa hiyo nimekutana na shughuli kweli. Duke kwako ndio kilikuwa kikwazo kikubwa kuliko hata Salum Shwaboi Babu Kaju? Ndio, Duke. Na shughuli kweli unasema ilikuwa nzito? Ndio. Na mchezaji gani wa Young Africans kwenu nyinyi alikuwa ni mwiba kabisa kwenye ngome yenu ya Songea United? Aliyetusumbua, si ndio? Kwenu mlikuwa mnaona mwiba kabisa, hata mabeki wako wewe kama kapteni ulikuwa ukiwafuata anakuambia bwana fulani ni moto bwana, huko unashindwa kumkaba. Pakome. Mabeki wako alikwambia bwana Pakome anatusumbua? Pakome msumbufu sana. Mabeki wako alikwambia nini kuhusu Pakome? Wao kama mabeki wana majukumu yao, na mimi kama kiungo na majukumu yangu. Kwa hiyo Pakome akiwa na mpira ni jukumu la wao kumzuia. Kwa hiyo mimi pia nina mtu wa kumzuia. Sasa hakuna kitu ambacho alikuwa ananiambia zaidi ya kumzuia. Hakuna lingine zaidi ya hilo. Tunafahamu man of the match leo hii ni jezi namba 26 Pakome Zozoa, ambao umemzungumza hapo, alikuwa ni mwiba katika ngome yenu nyinyi. Ndio. Lakini kwako wewe unaona man of the match alistahili nani? Goalkeeper wetu. Kwa kigezo kipi labda? Kwa vigezo vyangu mimi ninavyovijua mimi. Vigezo labda kutajia viwili hapo tunataka. Amesave, ameokoa michomo mingi sana. Nadhani kama mliangalia mechi wenyewe mmejionea. Unaona amefanya save nyingi sana kuzidi, yani sio kawaida. Tunafahamu goalkeeper huyu ametokea Coastal Union, yupo Songea United kwa mkopo. Ndio. Kwenu nyinyi tayari amekutana na wachezaji wengi wakubwa wazoefu wa ligi kuu pale Coastal Union. Nyinyi ni timu ambayo bado hamna uzoefu huo, wachezaji hamna uzoefu huo mkubwa. Kipa huyu anawaambia nini labda? Na wachezaji pia wazoefu hapo kwenye timu. Yupo japo Magoma yule ametoka alikuwa chezaga Kagera. Wapo wengi ila wao wajue. Wapo wengi wazoefu. Lakini goalkeeper huyu anawaambia nini? Kwa sababu ametoka msimu uliopita ligi kuu. Kutuambia kuhusu mlivyokuwa mnaenda kucheza na Young Africans, timu ambayo ya ligi kuu, na yeye tayari alikuwa Coastal Union, timu ambayo ipo ligi kuu, japo alikuwa in short, ukiwa unakutana na timu kama Yanga, concentration inatakiwa iwe kubwa sana kwa kila mchezaji. Kwa hiyo hakuna cha kutuambia zaidi ya umakini. Meja Jenerali Mingange ni nani? Kama nani? Ni kocha, ni baba, ni mlezi, kwa hiyo ni kila kitu. Shukrani sana. Asante sana. Naam. Yanga tunaona wameingia wanafanya rotation. Yeah. Yeye kuwachanganya nyie, labda mwalimu alijua kwamba Yanga anaweza kaingia siku zote labda na Dube katikati na labda Ucho, lakini nimekutana na utofauti wa kikosi. Hajachanganya pia hiyo? Hapana, wale si wachezaji wa Yanga jamani. Wale ni wachezaji wa Yanga na huwa wanacheza mara kwa mara. Kwa hiyo sisi tulichoambiwa kwamba atakayekuja yeyote yule basi pambaneni naye. Kwa hiyo sisi wenyewe hatujategemea kama watacheza hawa. Tulijua watacheza wale wanaochezaga siku zote.
Kapteni, mnashika nafasi ya 8 kwenye championship. Ndio. Unawaambia nini sasa wanasongea? Maana ligi championship inaonekana kama tayari imeshaanza kujigawa. Mtibwa Sugar inaonekana kama tayari msimu ujao atacheza ligi kuu pamoja na Mbeya City. Unawaambia nini sasa? Mtibwa yupo kwenye eneo nzuri kabisa na ana asilimia nyingi za kucheza Premier League msimu ujao. Lakini sisi pia hatujakata tamaa. Bado kuna nafasi ambazo zipo kama 3 nyuma ya Mtibwa. Kwa hiyo tunajitahidi kupambana tupate angalau hizo nafasi 3 ambazo zipo nyuma ya Mtibwa ili mcheze hata playoff. Yeah. Kapteni, shukrani sana. Asante.